Mzozo wa kidiplomasia unazidi kutokota kati ya Khartoum na Nairobi baada ya Sudan kutangaza kwamba inasitisha uagizaji wa bidhaa zote kutoka Kenya kutokana na hatua ya Kenya kukubali kufanyika nchini Kenya kwa mikutano ya kundi la waasi la Rapid Support Forces na washirika wake. Hatua hiyo ikitarajiwa kuipelekea Kenya hasara ya mabilioni ya dola. Tangazo hilo limetolewa na waziri wa biashara na ugavi wa Sudan, Omar Ahmed Mohamed Ali, katika taarifa ya wizara hiyo ikieleza kwamba marufuku hiyo iliyoanza Alhamisi ni hatua ya kulinda maslahi ya kitaifa na usalama wa Sudan kutokana na kile ilichokitaja kama mwenendo wa Kenya wa kusaidia na kufadhili shughuli za waasi wa RSF. Hadi sasa serikali ya Kenya haijatoa tamko lolote kuhusu uamuzi huo. Sudan huagiza idadi kubwa ya bidhaa kutoka Kenya ikiwemo chai, chakula na dawa. Tangazo hilo likizua hisia kali nchini Kenya kutoka kwa wafanyabiashara wanaouza bidhaa zao Sudan. Tuna wafanyabiashara ambao wana mikataba na wafanyabiashara wa Sudan, na kwa hivyo wafanyabiashara tayari walikuwa kwenye harakati za kusafirisha bidhaa hadi Sudan. Bidhaa zingine tayari ziko katika bandari ya Sudan kwa soko la Sudan, na katika muda wa majuma mawili yaliyopita kuna bidhaa ambazo zimekuwa zikisubiri kupakuliwa. Marufuku hii itakuwa na athari kubwa kwa eneo pana la Afrika Mashariki, na hii pia itapelekea hasara kubwa kwa uuzaji wa bidhaa zetu nchini Sudan. Hatua hii ya Sudan inafuatia mkataba wa kisiasa uliotiwa saini Februari 22 nchini Kenya kati ya RSF na makundi ya kisiasa na ya kijeshi ya Sudan kwa lengo la kuunda serikali mbadala katika maeneo yanayokaliwa na kundi la RSF. Tunairai serikali ya Kenya kuchukua hatua za haraka na kufanya mashauriano na serikali ya Sudan ili kukubalia wafanyabiashara kutoka Kenya angalau kuingiza bidhaa zao nchini Sudan kwa mwezi mmoja ili waweze kuondoa bidhaa zao zilizoko bandarini na zile ambazo tayari zilikuwa zimeondoka nchini Kenya kupitia barabara na kupitia bandari ya Mombasa. Serikali ya Sudan imepinga vikali wenyeji wa Kenya wa kile ilichokitaja kama njama ya RSF kuanzisha serikali. Mnamo Februari 20, Sudan ilimuita nyumbani balozi wake kutoka Kenya, Kamal Jabara, kama ishara ya kupinga ushiriki wa Kenya katika mazungumzo hayo. Hata hivyo, Kenya kupitia wizara ya mambo ya nje inadai kwamba hatua yake ni sehemu ya juhudi za kutafuta suluhu la kumaliza vita nchini Sudan na kushirikiana na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika AU. Takwimu zinaonyesha kwamba Kenya iliuza bidhaa zenye thamani ya dola milioni 48.2 kwa Sudan mnamo mwaka 2023. Bidhaa kuu zilizouzwa ni chai iliyoingizia Kenya dola milioni 29.6 za Kimarekani. Katika miezi ya hivi punde, Kenya imejipata pabaya na majirani zake ikiwemo Somalia baada ya Kenya kutangaza kuunga mkono jimbo lililojitenga la Somaliland. Kenya pia ikilaumiwa kwa kukubalia kundi la waasi la M23 kuendeleza shughuli zake jijini Nairobi, huku rais wa DRC Felix Tshisekedi akikataa kupokea stakabadhi za balozi mpya wa Kenya nchini mwake. Rais William Ruto akituhumiwa kuiunga mkono Rwanda kwenye mzozo wa mashariki mwa DRC. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV.